niambia ya kwamba pale katika ile nchi walipoingia, ingawa walikuwa wanahesabika, walionekana kuongezeka, Biblia inasema ya kwamba wakaendelea kuzaana. Maandiko inasema katika Exodus chapter number 1 and verse number 7, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana, yaani walikuwa na neema ya kuzaa. Nimekuja nikumbushe mtu mahali hapa, kuna neema iko ndani yako ambayo haiko katika mataifa, yaani neema ya kuongezeka. Nasema neema ya kupanuka. Kuna kitu kiko ndani yako ambacho hakiko ndani ya mataifa. Ile mbegu iko ndani yako, sio mbegu ya kawaida, ni mbegu ya kuongezeka, ni mbegu ya kupanuka, ni mbegu ya kubarikiwa, ni mbegu ya kuinuliwa. Wakati wengine wanapungua, utaonekana kuongezeka. Wakati wengine wanashindwa, utaonekana kushinda. Wakati wengine wako nyuma, utaonekana ukiwa mbele. Wakati wengine wamekata tamaa, utaonekana uko na nguvu. Wakati wengine wanasema ati biashara zimeharibika, utaonekana ukiwa na ushuhuda. Unasema wamtumainio Bwana hawatalala njaa, wala hawatakosa mavazi. Wanaishi kwa imani, na imani yao inawapeleka mbele. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Israeli waliingia pale katika nchi ya Misri, maandiko inaniambia ya kwamba walikuwa ni watu 67, lakini kadri siku zilivyoendelea waliendelea kuongezeka. Maandiko inasema ya kwamba ikafika siku moja wafalme wakaendelea kubadilishwa katika ile nchi ya Misri. Mafarao wakawa wanakuja, mafarao wanaondoka, na vile wanaendelea kuongezeka, historia ya Yusufu